Kwa la swali unaambia kwamba kuna vita ya kiuchumi, kwamba machafuko haya nyuma yake kuna vita ya kiuchumi, na mimi kwenye maelezo yangu nimeeleza vizuri sana kwamba hiyo vita ya kiuchumi unayoizungumza iko kwenye nini, kwa sababu mataifa haya yote yanayotuzungumzia yanayolaani hili jambo yanalaani ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, yanalaani ukiukwaji mkubwa wa katiba yetu wenyewe, na yameenda specific kwa sababu sio kwamba yanatuhumu tu yanataka machafuko, na tahadhari zilitolewa toka mapema kwamba nchini hapa utekaji wa watu wamechoka na utekwaji, watu wanatekwa alafu serikalini hakuna maelezo ya maana yanayotolewa, watu wanapotea hakuna maelezo ya maana yanayotolewa. Lakini watu wamelalamikia ufisadi, wakilalamika taarifa ya CAG. Taarifa ya CAG sio taarifa ya mtu binafsi, ni taarifa. CAG ni chombo ambacho kimeundwa na katiba hii kwa ajili ya kusimamia fedha na rasilimali za nchi. Anatoa taarifa za wizi hauchukuliwi hatua, na wezi wanaendelea kuteuliwa na kupewa majukumu makubwa zaidi. Wananchi wamelalamika kuhusu kuminywa kwa demokrasia, kwamba kila leo viongozi wa vyama vya siasa wanaokosea ni wa upinzani tu. Ulishawahi kuona nchi gani hiyo, kwamba anayekosea kwenye mambo ya siasa ni wa upinzani tu ndio anayeweza kubambikiwa kesi, ndio anayeweza kuwekwa mahabusu kwa muda mrefu, lakini upande mwingine hapana? Mambo haya yamelalamikiwa kwa muda mrefu, kuanzia taasisi zetu za ndani, taasisi zetu za kiraia za ndani zimelalamika kwa muda mrefu. Wananchi katika majukwaa mbalimbali wamelalamika kwa muda mrefu mambo haya, lakini hayakupata suluhisho. Mimi ningekubaliana kama kuna jambo specific linalozungumzia vita ya kiuchumi, tungeanzia hapo. Na ndio maana mimi hapa nimekataa kwa fakti moja. Kwa mfano sasa hivi mikataba tunaingia sisi wenyewe, mikataba mibovu kwa usiri. Hiyo vita ya kiuchumi unataka kumwambia ni ya nani, kati ya nani na nani? Kwa sababu kwanza sisi wenyewe tuna vita ya kiuongozi. Wewe umepewa mamlaka ya kuiongoza nchi, una sheria za nchi, unaenda kuingia mikataba ya usiri. Halafu wananchi wakianza kudai unasema kwamba wanaozungumza wana vita za kiuchumi. Kwa hiyo kama kuna jambo specific linalozungumzia vita ya kiuchumi liletwe. Lakini katika mazingira haya tulio nayo, katika haya machafuko haya, ni kwa serikali kushindwa kuwasikiliza wananchi wake, wasilalamikie mtu mwingine yoyote. Na kama kuna zungumziwa vita ya kiuchumi, iletwe hiyo hoja ya vita ya kiuchumi isemwe. Kwa sababu uwezo ukasema kwamba utekaji ni vita ya kiuchumi, uwezo ukasema watu mwagandamiza kidemokrasia unasema kwamba hiyo ni vita ya kiuchumi, uwezo ukasema watu wanauawa na kupotea, wewe unasema ni vita ya kiuchumi, uwezo ukasema makanisa mnayafungia, mnaenda mahakamani unasema nyinyi hamjafunga kanisa, wakienda waumini wakienda kusali kanisani wanakutana na polisi mlangoni, alafu wewe unasema kwamba hiyo sio kuminya haki za watu kuabudu, alafu ukiulizwa unasema hizo ni haki, hizo ni vita za kiuchumi. Kwa hiyo kama kuna vita ya kiuchumi iletwe specific, lakini wasijifiche katika hili jambo au katika haya machafuko. Lakini jambo la pili, umezungumza kwamba Chadema ilizuiliwa kugombea. Sijaweka hapa sheria kwa sababu wewe umeniuliza. Ninayo sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Ninazo kanuni za uchaguzi za rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Hizi kanuni zote, sheria yenyewe ya uchaguzi pamoja na kanuni, hakuna mahala popote inaposema kwamba utakaposhindwa kusaini kanuni za maadili hautashiriki uchaguzi. Tume ya uchaguzi walipata wapi hayo mamlaka ya kwenda kutengeneza kanuni? Hizo kanuni zilitengenezwa juu ya sheria gani? Kwa sababu hakuna kanuni inayojengwa tu bila kuwa juu ya sheria fulani. Hizo kanuni za maadili zilijengwa juu ya sheria gani? Kwa sababu sisi wote tulishuhudia. Sasa hawa Chadema walisema sisi tumekataa kusaini kwa sababu bado tuna mambo ambayo tunayahoji. Lakini hata hivyo sheria zilikuwa ziwaondoi kushiriki uchaguzi kwa sababu ya kutokusaini hizo kanuni.
Na yawezekana kwamba siku hiyo hawakuweza kusaini kwa sababu kulikuwa bado wana observation. Yawezekana wangesaini kesho yake, kwa sababu na uchaguzi ulikuwa bado. Wapi ilipoandikwa kwamba basi hata kama kusaini ilikuwa ni lazima? Wapi ilipoandikwa kwamba ilikuwa ni lazima siku hiyo hiyo? Kwa sababu sisi wote tulimuona mkurugenzi wa tume ya uchaguzi akisema kwamba kwa sababu leo hawajasaini hawatashiriki uchaguzi mpaka mwaka 2030. Kwani kulikuwa na shida gani kwamba leo sisi hatukusaini? Lakini tumefanya consultation, tumeona kwamba tuendelee. Wangeweza kuja hata siku ya pili yake, siku ya ngapi, wakasaini, kwa sababu na uchaguzi ulikuwa karibia mwezi mzima bado. Kwa hiyo mambo yaliyokuwa yanafanyika yale yalikuwa tu ni kwa maana ya kuendeleza kuminya demokrasia ndani ya nchi. Sasa ukiwa mpinzani uruhusiwi kuhoji, yani chochote kile tu wasaini. Sasa kana walikuwa na observation ambayo ilikuwa very serious. Walikuwa hata wafanya consultation. Jamani, kwenye kanuni tunazoenda kusaini zina 1 2 3. Kwa hiyo kitendo cha Chadema unazungumza kwamba wao walijitoa kugombea, lakini sisi tunachojua kwamba kilichowatoa kugombea ni hasa hapa kwenye kusaini kanuni. Ndio walioondolewa rasmi kisheria walipoambiwa kwamba nyinyi hamwezi kushiriki uchaguzi tena. Na kanuni hizo sijui zimechomekwa hilo neno la kwamba kama usiposaini ushiriki uchaguzi. Hiyo ndio kilichowaondoa rasmi. Lakini mipango mingine walikuwa wanaendelea Chadema kushinikiza kuleta mageuzi katika maeneo ambayo walikuwa wanaona kwamba hayako sawa. Jambo ambalo ni sahihi kabisa kama chama cha upinzani, na unaona kwamba jambo haliko sawa, wewe ukubali tu. Kwa hiyo iko hivyo. Jambo la tatu ambalo umelihoji katika maswali yenu waandishi wa habari, kwamba mahakama tume ikishatangaza matokeo ya uchaguzi hayachalenjiwi mahala popote, na hiyo mahakama haiwezi kufanya chochote. Kwa hiyo hata Mpina wewe ukienda mahakamani hakuna utakachoambulia, sana sana utafanya academic exercise. Sasa haiwezi kuwa academic exercise. La kwanza, mahakama ni lazima ikafanya declaration nini kilichofanywa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Walikuwa na haki hiyo walioifanya, walikuwa na haki hiyo kisheria. Mahakama ikadeclare, na itakapo declare mahakama juu ya hili jambo, hukumu hiyo ni muhimu sana katika ustawi wa siasa za nchi yetu. Hilo ni jambo namba 1. Ni muhimu sana katika ustawi wa siasa za nchi yetu. Ndio namba 1. Lakini namba 2, hapa ni haki za watu, na haki za kugombea na kuchaguliwa ni haki za kikatiba na ni haki za binadamu. Ni haki za kikatiba, haki za kidemokrasia, ni haki za kikatiba zilizopo. Inategemea mahakama ikideclare kwamba Mpina alionewa. Imeshadeclare Mpina alionewa. Mahakama inaweza kuamua chochote kwa uchaguzi huo. Mahakama haina uwezo wa kupinga matokeo ya uchaguzi. Yaani mahakama haina uwezo wa kufuta, yani niseme kwamba mahakama haina uwezo wa kufuta matokeo yaliyotangazwa na tume katika upande wa rais. Lakini mahakama ina uwezo wa kufuta uchaguzi wote, kwamba uchaguzi wote huu ulikuwa na kasoro, uligubikwa na udanganyifu mkubwa, kwa hiyo huu uchaguzi wote tunaofuta. Kwa hiyo pale, kwa sababu kilichozungumzwa huku ni kwamba tunazuiwa kwenda kuchallenge matokeo. Sasa hapa mahakama inaweza kuamua chochote, kwamba uchaguzi huu uliofanyika uligubikwa na udanganyifu wa hali ya juu kiasi kwamba huu uchaguzi wote tunaufuta na kuagiza uchaguzi mwingine ufanyike upya. Kwa hiyo haiwezi kawa academic exercise, kuna faida zake. Kwa hiyo moja ni kwamba lazima tutengeneze mahakama ideclare ili kuondoa haya mazoea ya taasisi za serikali kugeuka kuwa Mungu mtu, kwamba wewe unaweza wananchi, unaweza ukawaamulia wananchi, yani wewe kwa sababu tu ni tume ukajigeuza kuwa muamuzi kabisa wa wananchi badala ya wananchi wenyewe kuamua.